Ndugu na bibi harusi anahubiri ambaye hajaandikwa. Ni kweli. Ila tukihubiri ambaye hajaandikwa ndio unaelewa ambaye ameandikwa. Amina. Amina. Haya. Hiki kitabu cha Mithali 7 ni nini? Hiki kitabu ambacho kiko hapa sura ya 5 ya Ufunuo. Nabii anasema ni Biblia. Kumbe Biblia ina sehemu inaeleweka iliyoandikwa. Kuna sehemu ambayo haieleweki. Sababu haijaandikwa. Na hiyo ni Biblia. Yaani Biblia hii, unaona hii Biblia. Kuna mambo hayajaandikwa huko ndani. Si kweli? Amina. Yohana aliambiwa hivi, apige muhuri au maneno usiandike. Amen. Kwa kuna mambo hayajaandikwa huko ndani. Kabisa hajai kuandikwa kabisa. Bwana Yesu abariki sana. Wangapi wanaelewa? Kwenye Biblia hii kuna mambo hayajaandikwa. Mungu abariki sana. Hajawahi kuandikwa kabisa kwenye hii Biblia. Kwa hii Biblia unayoiona hii. Sawa? Kuna sehemu yake haijaandikwa. Na hiyo ni Biblia. Sawa. Amen. Alafu William Branham katika siku za huduma yake ndio aliambiwa atafunua yote. Atafunua yaliyoandikwa na ambayo hayajaandikwa. Amen. Tukisema hivyo ndio tunazungumzia habari ya ufunuo wa mihuri 7. Ni kufunuliwa kwa hii Biblia nzima. Lakini pia kitabu kile maana yake nyingine ni kitabu kinaitwa kitabu cha ukombozi. Kikifunguliwa ndio unaona mpango wa ukombozi na unajijua kwamba umekombolewa. Amen. Yaani ndio unajijua wewe umekombolewa. Sawa? Amen. Tatu, anakita ni kitabu cha uzima. Sawa? Kumbe kitabu cha mihuri 7 kile sio kile kimeandikwa Ufunuo mihuri 7. Mimi sizungumzie kile. Yeah. Usipata kimwili wewe bwana. Mimi sizungumzie kile kitabu kimeandikwa Ufunuo mihuri 7. Mimi nazungumzia kitabu kilichokuwa kimefungwa kidogo kile. Sawa? Amina. Ambacho neno la Mungu lote. Amina. Amina. Sasa wanaelewa eti? Amina. Ndio kwa kimefungwa kwa mihuri 7. Kwa mihuri 7 maana yake nini? Kimefungwa kikamilifu. Amina 7. Amen. Unaelewa? Amen. Ndio maana jana nimesema hivi. Luther alihubiri sehemu ya mihuri. Hakumaliza yote. Nani alihubiri sehemu fulani ya mihuri? William Branham amehubiri mihuri yote. Maana yake amehubiri siri nzima zote. Kila kitu cha Biblia hii. Amen. 3 ni kitabu cha ukombozi. 4 anaita ni hati milki ya dunia na mbingu na kila kitu. Amina. Ni kama vile wewe una hati ya kumiliki kiwanja chako hiki, si ndio? Amen. Mungu bariki sana. Amina. Sasa hati milki kwa ajili ya kumiliki dunia ndio kile kitabu. Amen. Ambacho tunakwambia ukile. Ni nini? Ndio hiki kinachosikia na kuhubiri saa hizi hapa. Yeah. Amina. Amen. Haleluya. Mungu bariki sana. Amen. Sababu nyingine anasema hicho kitabu ni Mungu mwenyewe. Kwa kumbe Mungu anasema ameandika, unasema hajaandika huyo Mungu. Amina. Kitu hiki kimoja. Baada Mungu akitujalia uzima, sasa wakati mwingine tuje tuendelee kubidiane mambo kama hayo. Mungu abariki sana. Amina. Amina. Amen. Hata mafinga nafikia wanashangaa, mbona tunaweza ongea vitu vingine hata mafinga hajaje huko. Amen. Ninakuja tu vyenyewe sasa nitafanyaje? Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa aliposhuka malaika akalia kwa sauti kubwa. Yule malaika hapo ndio sura ya 10. Hilo jambo jamani lilitimia mwaka 1963. Amina. Tarehe 28 mwezi wa pili. Mungu abariki sana. Mungu ili jambo lilitimia. Huyu malaika alishuka kabisa akiwa na kitabu. Kitabu gani? Yeye ndio alikuwa nicho kitabu sasa. Yeah. Sababu kitabu hicho nishaombea ni Mungu mwenyewe. Usifikiri Mungu alikuja kitabu fulani hapa ndio Branham. Mungu ndio kitabu chenyewe nimeshakwambia. Kwa hiyo Mungu, kwani kwambia siri maana yake. Maana ya kitabu lake nini? Mungu alishuka akaingia ndani ya William Branham mzima. Amen. Ili aje ajifunue kwa watu sasa. Kwa sababu kitabu ni yeye mwenyewe. Amen. Amina. Mwelewa sasa?
Jambo hilo lilipotukia ndio William Branham akawa na ile huduma ya yule mwana wa damu rasmi kabisa. Akawa na huduma ya Yesu Kristo katika mwili. Kwa sababu gani? Ni Yesu anajifunua kwa watu wake, kwa sababu Yesu ndio kile kitabu chenyewe. Amen. Amina. Haleluya. Yesu ndio kile kitabu chenyewe. Si mnaelewa pendo? Kitabu ni nini? Ni Mungu. Ni ufunuo neno lote la Mungu. Mungu baki sana. Kwa Mungu ndio kile kitabu ikafunuliwa. Na kuanzia hapo Mungu akaendelea kujifunua kwa watoto wake, bibi harusi tu. Amina. Maana nimekwambia hapo ndipo ujumbe wa bibi harusi rasmi ulikuja, ambao ulikuwa ni ufunuo wa neno lote la Mungu. Amen. 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 Mimi siongea bali mpanda farasi. Hiyo ni jalada. Hiyo ni jalada. Ni jalada la kitabu. Mimi nazungumzia content. Yaliyo ndani ya kitabu. Amen. Mimi sizungumzii cover. Amen. Mimi nazungumzia kilichomo ndani. Amen. Ni nini? Wewe nikuza milioni 7 nasema tu mpanda farasi wa kwanza alienda, akaenda. Wa pili akatoka. Mimi nakuambia sasa kile cha ndani ni nini? Amina. Ambacho ndio chenyewe. Ningekusomea ujumbe mmoja huko kwenye nani? Wapengo. Nabii anasema kwamba ile pale tu ni cover. Ni cover tu. Ile kichomo ndani ni ufunuo wa Yesu Kristo. Amina. Amen. Ni Yesu anajifunua mwenyewe kwa watu. Na Mungu hana jinsi ya kujifunua isipokuwa aingie ndani ya mtu, ajionyeshe tabia zake kwa watu. Hiyo ndio jinsi ya kujifunua. Kwa Mungu ambaye ni kitabu alishika ndani ya William Branham, akaanza kujifunua kwa watu kama Mungu ndani ya mwili tena. Kama vile siku za Ibrahimu. Jamani, naomba mambo kirahisi sana, yake mambo yapate tu. Itakusaidia sana. Akaanza kujifunua kwa watu sasa. Akajifunua kwa watu. Bwana wakaanza kuhubiri mahubiri mazito kweli. Akahubiri mahubiri anasema hivi, Mungu anatambulikana kwa tabia zake. Mungu gani? Ni Mungu ambaye ameshuka ndani mwake sasa anaanza kujitambulisha kwa tabia. Tabia zake huyo Mungu anajitambulisha kwa tabia zake. Tabia zake. Huyo Mungu. Mungu baki sana. Amina. Hapo sema Mungu mkuu akifunuliwa mbele zetu. Ni yeye Mungu mkuu aliyemo ndani mwake ambaye amefanyika mwili. Anafunuliwa mbele zetu. Mungu baki sana. Amina. Akawili ujumbe unaitwa mkuu kuliko Solomoni, yuko mahali hapa. Haleluya. Bwana baki sana. Akahubiri huyu Melkizedeki ni nani? Mungu baki sana. Amina. Mungu baki sana. Amina. Akahubiri ujumbe unaitwa kile kipeo. Mungu baki sana. Amina. Mungu akijidhihirisha kwa urahisi, akajifunua kwa urahisi, si ndio? Ni yeye Mungu mwenyewe sasa. Sio yeye. Mungu amefanyika mwili tena. Ana kwa urahisi tu. Amen. Alafu anaanza kujidhihirisha kwa. Utamjuaje Mungu? Kwa tabia zake. Lazima ujue tabia za Mungu zikoje. Tabia zake ni zipi? Wewe ni ndugu wenu. Umetokea Geita. Una miaka kadhaa. Mama yako yuko sehemu fulani. Mwaka fulani ulipata shida fulani. Ukaiweke sasa itakaa hivi na hivi. Hiyo tabia ya Mungu. Amina. Haleluya. Hiyo ni tabia nani? Ya Mungu. Kijana mdogo, umesamehewa dhambi zangu. Amina. Kana mwanasema hivyo eti. Hivi unajua ndugu yangu Sheikh kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako? Kabisa. Kabisa alimwambia. Umesamehewa. Sio sababu ya maombi, mwambia kijana, umesamehewa dhambi zako. Kama Yesu alivyomwambia mtu, ende zako umesamehewa dhambi zako. Kwa sababu gani? Ni huduma ya yule mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu ni Mungu katika mwili wa nyama. Amen. Amen. Anasamehe watu. Si ndio kweli kabisa? Amina. Amina ndugu yangu. Bwana Yesu abariki sana. Amina pendo. Okay. Aya. Kwa hiyo sasa, hebu tusome sehemu fulani hapa. Bwana Yesu abariki sana. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Ujumbe unaitwa ni pengo huu nadhani. Tusome ndugu. Pengo. Ujumbe unaitwa so pengo la meno na nini? Sawa. So ujumbe wa bridges unaofahamu eti. Pengo. Kati yenye kasoma za kanisa na nini? Na milioni 7, si ndio? Twende paragraph ya 37.
Sasa naomba unifuate vizuri, naenda kuanza somo langu.